Tayari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadi ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kuzitaka ziada za kheri zimwendee kiongozi wa umma, mwalimu wa umma, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote hapana budi kumshukuru Allah kwa taufiki yake na kwa mapenzi yake na kwa ihsani yake kutuwezesha leo tarehe 23 siku ya Jumapili, tupo katika kijiji cha Kwasunga. Na vile vile ni kata hii ya Kwasunga, tarafa ya Kwamsisi, wilaya ya Handeni vijijini, mkoa wa Tanga, nchi ya Dar es Salaam. Nini kilichotupeleka katika kijiji hichi? Nini sababu ya kutufikisha hapa? Inshallah, waja wema bila shaka ninyi mmetutuma kwamba kuna amana mmetukabidhi. Kaona hii amana tushare na wenzetu ambao wako vijijini huko. Ni kikubwa tushare nao, ni kidogo tushare nao. Hivyo hiyo amana mliotutuma ndio imetusababisha sisi kuweza kufika katika kijiji hichi cha Kwasunga. Pia ni kata hii ya Kwasunga, tarafa ya Kwamsisi, katika wilaya ya Handeni vijijini, mkoa wa Tanga, nchi ya Tanzania. Bila ya kupoteza muda, tuungane moja kwa moja na mwenyeji wetu wa eneo hili kabla ya kuweza kuhitimisha na mkurugenzi wetu wa waja wema waliobakia. Mwalimu yeye atatutambulisha hapa ni wapi na hii madrasa inaitwaje, ina wanafunzi wangapi. Inshallah hapa moja tuungane naye moja kwa moja. Inshallah. Naam mwalimu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako mwalimu? Hali yangu nzuri, sijui wewe? Mimi alhamdulillah. Kwa jina ninaitwa Mwalimu Msafiri Mkwahi Hussein, ni afisa habari, mtoa habari wa waja wema waliobakia. Kabla ya kuweza kuendelea na mazungumzo, waja wema wanataka kutambua na kujua wewe unaitwa nani? Kwa jina naitwa Shaban Hassan Omari. Naam. Ni ustazi au mwalimu wa madrasa hii ambayo ni Shamsul Maarifi Kwasunga. Hii madrasa inaitwaje? Inaitwa Madrasati Shamsul Maarifi Kwasunga. Madrasati Shamsul Maarif Kwasunga. Madrasa hii ina watoto wangapi? Hii na wanafunzi 70. Alhamdulillah. Ni nini na nini unachokifundisha hapa? Unafundisha masomo gani na masomo gani hapa madrasa hii? Hii Qur'ani, fiqh pamoja na tauhidi, na masomo mbalimbali. Yani masomo mbalimbali ya kidini hapa yanafundishwa. Kwa kule mbele naona kuna matofali yale. Yale matofali ni ya nini? Matofali yale bwana, tunafyatua hivyo kwa sababu ya ujenzi wa madrasa, kama hivyo mnavyoona kwamba banda lenyewe la manyasi na sometimes linavuja na manyasi ni shida. Kwa hiyo tumeamua tutumie nguvu zetu ili kufyatua tofali zile ili tupate kujenga japo kijumba cha tofali. Alhamdulillah. Naam, wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa waja wema waliobakia kupitia chaneli hii ya waja wema waliobakia, huyu ni Mwalimu Shabani. Ameeleza ya kwamba hii madrasa inaitwa Al-Madrasati Shamsul Maarif, ipo katika kijiji hiki cha Kwasunga. Ameeleza kwamba ina wanafunzi takriban 70. Kaeleza pia masomo yanayofundishwa katika kijiji hichi. Lakini kwa mbali kule nikamuuliza, mbona kuna matofali ya nini? Nyenye mnaona hili banda ni la manyasi. Mtoto leo hapa akichanganya kidogo tu, akitoa kibiriti akiwasha tu, hatuna banda hapa la madrasa. Hebu angalia thamani ya hili jengo, alafu angalia thamani ya kile kinachotolewa hapa. Wakaona hapana, thamani inayotolewa hapa, elimu inayotolewa hapa haiendani na thamani ya jengo lenyewe. Wakajiongeza kuweza kufyatua matofali pale. Sasa mnahitaji matofali mangapi ili muweze kukamilisha ujenzi wa madrasa? Kwa tofali hizi za kuchoma tunahitaji kama tofali 6,000. Tofali 6,000 za kuchoma. 6,000. Na tofali moja huwa mnatengeneza kwa shilingi ngapi tofali moja? Tofali moja kwa hizi tofali za kuchoma, tofali moja ni shilingi 200.
Allahu akbar, 200. Ngoja nipige mahesabu hapa hapa. Tofali moja ni shilingi 200, matofali 6000. Matofali 6000. Mimi na imani waja wema anaweza kujitokeza mtu mmoja tu akasema mimi nitamaliza zoezi hilo. Tofali moja ni 200 mara matofali 6000. Je, ni shilingi ngapi? Sawa na 1,200,000 na 200,000. 1,200,000 na 200,000 zikishapatikana hizo, manake tayari gharama ya tofali tushapata. Tunatafuta simenti, kama tunatafuta labda na mchanga, ili tuweze kusimamisha jengo hilo. Ili muone ya kwamba hichi kinachofundishwa hapa hakiendani na jengo lenyewe. Ngoja nichague mwanafunzi mmoja hapa, musikilize mambo yanayotolewa hapa. Nataka kile kitoto kidogo kidogo tu, afu nianze kwa wale waliopendeza vizuri kule kwa kina dada kule. Ngoja nianze huko kwa kina dada, huku wako vizuri huku. Hapa mwanzoni, hapa. Hebu simama wewe.